بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل البيت الحرام مثابة للناس وأمنا، وأمرنا أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى. أحمده سبحانه وتعالى أعز دين الإسلام بما شرع من قوانين وأحكام، وأمر خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يؤسس البيت الحرام على هيئة فريدة النظام. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام الذي اختار للبيت أشرف مقام وطهره من الشرك والآثام، وحرر أهله من عبادة الأصنام. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، خير من حج وخير من اعتمر. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، ها هنا نحن الآن في الأشهر الحرم الذي قال الله عنها في كتابه العزيز: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia sala na amani mtume wetu, kiongozi wetu Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tukiwa katika muendelezo wa darasa zetu katika fiqhu al-hajj, ambapo leo biidhnillah tabaraka wa taala tunaendelea na somo letu hili linalozungumzia masala ya fiqhi ya hija, hasa katika miezi ambayo tuko nayo ndani yake, miezi ambayo tabaraka wa taala kwa hakika ameizungumzia na kuisifia juu ya ubora wake pale aliposema katika kitabu chake kitukufu, inna iddata shuhur, kwamba hakika ya hesabu na idadi kamili ya miezi ambayo inda Allah, inayotambulika na kufahamika mbele ya Allah tabaraka wa taala, 12 shahran, ni miezi 12. Katika miezi 12 hiyo Allah akaipwekesha baadhi ya miezi kwa kutokana na ubora wake pale aliposema minha 4 hurum. Miongoni mwa miezi hiyo 12 ipo katika miezi 4 ambayo ni miezi bora, miezi mitukufu. Walillahi alhamdu wal minna, na sisi Allah ametuwafikisha jalla jalalu kuingia katika miongoni mwa miezi hiyo 4 ambayo ni mitukufu, na si wengineyo ni mwezi wa Dhulqa'da, Dhulhijja na Muharram, na ule ambao kwamba uliokuwa baina ya Sha'ban na Ramadhan ambao ni mwezi wa Rajab. Leo biidhnillah tabaraka wa taala, Allah kituwafikisha katika darasa zetu za fiqh ya hija, tutaingia katika fadhila, miongoni mwa fadhila ambazo zinazopatikana katika ibada tukufu hii ya hija. Na kwa nini leo tukazungumzia fadhila za hija? La shaka kwamba kufahamu ubora na utukufu wa jambo fulani, hasatan katika ibadat, hii ni moja katika faida ambayo inampa nguvu, lakini pia na nashat na uchangamfu yule Muislam ambaye analikabili jambo lile la ibada. Walmuslimu yastafid idha arafa al-ahadith as-sahiha
الواردة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي تدل على فضائل عمل معين يستفيد أنه يكتسب القوة والنشاط والهمة لأداء هذه العبادة حتى يحصل على الأجر الذي ذكر في الحديث أو في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Ni kwamba ndugu zangu katika imani, kufahamu ubora na fadhila na utukufu juu ya ibada ni kwamba Allah jalla jalaluhu hutia nguvu na nashat katika kiwiliwili cha mja wake pale anapokuwa anafahamu umuhimu wake katika ibada hizo, ili lengo na madhumuni aweze kufikia ule ujira uliokuwa kamili ambao umekuja kuzungumziwa ndani yake. Kwa hiyo na katika ibada ya hija kuna fadhila nyingi ambazo wanazuoni wamezielezea, na insha Allah sisi tutaelezea kadri ya haja ili kuweza kufaidika ndani yake katika fadhila hizo. فمن الفضائل miongoni mwa fadhila za hija tunaanza namba 1, الواردة الحج أو عن الحج هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أفضل الأعمال عند الله تبارك وتعالى. Ibada ya hija bila shaka ni katika ibada ambazo zimethibiti na zimekuja dalili mbalimbali kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuonyesha umuhimu miongoni mwa umuhimu wa matendo yaliokuwa bora kabisa mbele ya Allah jalla jalaluhu. Kama kutakuwa na matendo yaliokuwa bora, basi miongoni mwa matendo hayo ni ibada tukufu ya hija. Na hili limethibiti katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kama tutakavyoona katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila ayyul amal afdal, yani ma hiya afdalul ibada wal a'mal 'inda Allah tabaraka wa ta'ala, faqala إيمان بالله ورسوله. فقيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. فقيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. Katika hadithi iliyokuwa sahihi iliyothibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, siku moja aliulizwa na maswahaba alayhi salatu wassalam, na hii ni kuonyesha na hirs na pupa maswahaba namna walivyokuwa wanataka kuifahamu dini yao. Walitaka kuelewa na kujua ni matendo gani ambayo kwamba miongoni mwa matendo bora ambayo Allah jalla jalalu kupitia matendo hayo anakuwa anayapenda zaidi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaulizwa kwamba ni jambo gani au ni matendo gani yaliokuwa bora mbele ya Allah tabaraka wa taala katika ibadati. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ibada ya kwanza ambayo kwamba itakuwa ni bora mbele ya Allah kuliko ibada zozote, imanun billahi wa rasulihi, ni kuamini katika imani iliyokuwa thabit, kumwamini Allah jalla jalalu kwamba yeye ndiye anayepaswa kuabudiwa kwa haki na hakuna mwingine yoyote zaidi yake, na kuamini kwamba Allah tabaraka wa taala ametuma mitume, amewapatia baadhi yao vitabu na kuja kulingania kwa umma zao, lakini pia kuamini mtume wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ndiye mtume wa haki. Masahaba hakuishia hapo, wakataka kufahamu je, kuna lingine lolote katika tendo au amali ambazo kwamba ni bora zaidi katika ibada, ukitoa hiyo ya kumwamini Allah lakini pia na kumsadikisha na kumfuata kiongozi wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akalijibu swala kwa kusema aljihadu fi sabilillah.
Tendo la pili ambalo kwamba ni bora kabisa miongoni mwa matendo yanayoridhiwa na kupendwa ni Allah jalla jalalu ni kupambana au kupigania jihadi kwa ajili ya Allah. Kupigania jihad katika njia ya Allah. Na kupigania jihadi kupitia njia ya Allah, haya masala ni masala ambayo kwamba yana maana pana. Inawezekana hata katika kutafuta kwa ilmu, kwa mfano ni moja katika njia za kupambania, na uko katika jihad. Inawezekana katika kuishika nafsi yako, kuikataza maovu, uko katika jihad. Kuilazimisha nafsi yako katika taa na kumtii Allah jalla jalalu, uko katika jihad. Wa ghairi dhalika. Mtume sallallahu akaulizwa tena kwamba je, kuna amali nyingine yoyote ambayo kwamba ni bora zaidi ukitoa hizo mbili ambazo zimetangulia, kumwamini Allah na mtume wake, lakini pia na kupigania njia ya Allah. Faqala alayhi salatu wassalam, Mtume sallallahu akajibu kusema hajjun mabrur, amali nyingine ambayo kwamba ni bora zaidi mbele ya Allah tabaraka wa taala katika ibadat ni hija ambayo iliyo sahihi, iliyokamilika, iliyokuwa bora, iliyotimiza vigezo na masharti. Huna mahallu shahid. Hapa ndiyo sehemu ambayo tutasimama kidogo kwa ajili ya kuweza kufafanua. Mtume sallallahu aliposema kwamba hajjun mabrur, alikusudia ibada ya hija ile ambayo inakwenda kutekelezwa na mja pale anapokusudia kuitekeleza ibada hiyo katika nyumba yake tukufu ya Al-Kaaba na katika sehemu nyingine za mashair al-haram. Na hija hii Mtume sallallahu ameambatanisha ndani yake na vigezo na masharti. Si hija tu ya aina yoyote, bali ni hija ambayo imefuata utaratibu na nidhamu ambao amekuja nao yeye alayhi salatu wassalam. Hii ni fadhila ya kwanza miongoni mwa zile fadhila zinazopatikana katika ibada ya hija. Lakini pia fadhila ya pili, wa min fadhail al-hajj aidan annahu yamhu adh-dhunub wa yukaffiru as-sayyi'at wa yarfa'u ad-darajat. Katika fadhila na utukufu na ubora wa ibada ya hija ni kwamba hija ni katika ibada ambayo Allah jalla jalalu humfutia mja wake madhambi pale anapokuwa anaifanya ibada hiyo, lakini pia na kumnyanyua kidaraja, kumweka katika daraja nyingine tofauti na ile ambayo aliyokuwa nayo. Na hili limethibiti katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وقال أيضا تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia hadithi ambayo imesimuliwa na Abu Huraira Allah iradhi naye anasema man hajja hadha albayt. Mtume sallallahu amesema kwamba yoyote atakayehiji ndani ya nyumba hii tukufu. Hapa alikuwa anaashiria na kukusudia nyumba yake iliyopo katika mji mtukufu wa Makkah ambayo ndani yake muna al-Kaaba. Falam yarfuth, na akawa mtu huyu hakufanya
mambo yoyote ambayo yanaweza kutengua hija yake katika yale ambayo yanaambatana na vitendo vya kukutana kimwili. Arrafdhu wanazuoni wanasema kwamba ni aljimaa wa muqaddimatihi, ni yale mambo ambayo kwamba yanahusiana na kukutana kitendo la ndoa, lakini pia na vitangulizi vyake kama vile posa kwa mfano. Na ndio maana mtu anapokuwa katika ibada ya hija, miongoni mwa mambo ambayo kwamba ni haramu kwake yeye, hapasi kuyafanya, mojawapo ni kuweza kuachana na vile vyote vinavyompelekea yeye kuingia katika hali hii ya posa au mfano wake. Kwa Mtume sallallahu akasema walam yafsuq, na ikawa hakuendelea au hakufanya mambo yote yaliokuwa ya ufasik. Na mambo ya ufasik wanazuoni wanasema kwamba ni aina ya maasi ambayo ndani yake muna madhambi. Maasi ni yale maasi ya kumaasi Allah jalla jalalu katika maasi mbalimbali. Kwa hiyo ni haramu, haifai mja anapokuwa katika ibada ya hija kuweza kumaasi Mola wake, lakini alkadhalika kuweza kufanya mambo mbalimbali ambayo yatampelekea yeye kuweza kupata dhambi. Kwa Mtume alayhi salatu wassalam akamalizia katika hadithi akasema raja'a ka yaumi waladatuhu ummuhu. Mtu huyu atakapokuwa katika hali hiyo kwenye ibada yake ya hija, akiwa anaazimia kuifanya kwa ajili ya Allah na akaifanya ibada ile bila ya kuweza kutanguliza matendo yoyote yalokuwa yenye kubatilisha hija yake, kama vile matendo yalokuwa yanahusiana na jimai, kukutana kindoa na posa na mfano wake, na akawa hakuwa ni mwenye kufanya madhambi ya aina yote, basi mtu huyu hana shaka atarejea katika sehemu yake au nchi yake akiwa kama amezaliwa au kama alivyozaliwa na mzazi wake, akiwa hana dhambi ya aina yoyote. Subhanallah. Hii ni kuonyesha Allah jalla jalalu ametuwekea fadhila katika ibadat ambazo lau kama tutazifanya ipasavyo, basi sisi hatuna sababu ya kwamba tusiweze kupata fadhila hizo. Ndugu zangu katika imani, hizi ni katika baadhi ya fadhila ambazo ndani yake zimekuja kuzungumzia ubora na utukufu wa ibada ya hija. Kadhalika Allah tabaraka wa taala amekuja kuelezea kwamba alhajju ashhurun ma'lumat. Ibada ya hija, matendo ya hija ni matendo ambayo yanapatikana ndani ya miezi maalumu. Ma'lumat, miezi maalum. Sio miezi yote kwamba mtu anaweza akafanya ibada ya hija. Kuna miezi maalum. Kirejea katika vitabu ahlul ilm wanasema miongoni mwa miezi hiyo ni kuanzia Shawwal, kama ambavyo kwamba ilikuwa zamani watu walikuwa wanaanza kufunga misafara kutoka sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuelekea katika ibada ya hija, lakini pia na Dhulqa'da na Dhulhijja yenyewe. Kwa hiyo hii ni katika ashhuru almalumat. Faman faradha fihinna, Allah anasema yoyote ambaye atakusudia, atakuwa na lengo la kutekeleza fihinna, ndani ya miezi hiyo mitukufu, ndani ya miezi hiyo maalumu, alhajja, ibada ya hija, fala rafatha, basi hapasi mtu huyu kuweza kufanya mambo ya arrafath. Rafathu tumesema kwamba ni yale yote ambayo yanaweza kubatilisha ibada ya hija pale mtu atakapoyafanya katika mambo yanahusiana na mafungamano ya kindoa na mfano wake. Wala fusuqa, lakini pia vile vile akawa mtu huyo hakufanya yale yote ambayo yatampelekea katika maasi na kuweza kupata dhambi kwa sababu ya maasi hayo. Wala jidala, na akawa si mtu ambaye mwenye kuingia ndani ya mijadala iliyokuwa haina msingi, mijadala ambayo inaweza kupelekea mizozo, inaweza kupelekea uhasama ndani yake. Kwa hiyo hii yote ni katika mambo ambayo anapaswa mtu anapokuwa katika ibada ya hija aepukane nayo.
wala jidala fil hajj, wala singie katika mijadala yoyote akiwa ndani ya ibada ya hija au akiwa na lengo la kwenda kufanya ibada ya hija, akiwa tayari amehirimia katika ibada hiyo. Wama taf'alu min khairi, Allah tabaraka taala anasema, na yoyote katika yale mtakayofanya miongoni mwa mambo ya khairi mbali ya'lamuhu Allah tabaraka taala, hayo mambo yote atakuwa anayafahamu na kuyajua vizuri. Watazawadu, basi pia vile vile jiandaeni kwa kuchukua zawadi, kwa kuchukua akiba, kwa kujiwekea akiba ambayo itakufaeni mbele ya Allah tabaraka wa taala. Fa inna khayra zadi, kwani hakika ya zawadi iliyokuwa bora, kwani hakika ya pocket money iliyokuwa bora, maandalizi yaliyokuwa bora mbele ya Allah tabaraka wa taala, at-taqwa, ni kumcha na kumwogopa yeye jalla jalalu. Na hili ni katika malengo miongoni mwa malengo, subhanallah, min maqasid yani tahqiq ibadat al-hajj huwa al-husul ila taqwa Allah azza wa jalla. Miongoni mwa malengo ambayo kwa hakika yanakuwa yanapatikana ndani yake katika ibada ya hija ni kumcha Allah. Taban hii ni katika ibada zote. Lengo la kuitekeleza ibada ni kuweza kufikia malengo ya kufikia daraja ya kuwa mcha Mungu. Katika saum tunaambiwa kwamba la'allakum tattaqun, na hapa Allah tabaraka wa taala anatuambia kwamba watazawadu fa inna khayra zadi taqwa. Fanyeni mambo yaliokuwa mazuri ya kuweza kujiandaa katika yale ambayo kwamba yatakunufaisheni nyinyi mbele ya Allah. Fa inna khayra zadi, kwani hakika zawadi iliyokuwa bora yenye manufaa mbele ya Allah, at-taqwa, ni kumwogopa na kumcha Allah jalla jalalu, kwa kufanya na kutekeleza yale ambayo ameamrishwa mwanadamu Muislamu na kuachana na yale ambayo yamekuja ndani yake na makatazo mbalimbali. Wattaqullaha wattaquni ya ulil albab. Allah anasema kwa kumalizia katika aya hii kwamba basi niogopeni mimi, nicheni mimi Mola wenu, ya ulil albab, enyi watu mulio na mazingatio ya kina, enyi watu mwenye akili timamu. Hii ni katika suratul Baqara. Aidan min fadhail haji, katika fadhila za hija namba 3 ni kwamba anna ibadat alhajj, kwamba hakika ibada ya hija yanfi alfaqr, inakuja kuondosha ufakiri, inakuja kuondosha umaskini, inakuja kuondosha umaskini moja kwa moja. Na subhanallah, hapa mtu anaweza akajiuliza kwamba inakuwaje kwamba ibada ya hija inaondosha ufakiri wakati mimi natoa fedha kwa ajili ya kusafiri kuitekeleza ibada hii. Hapa sinakuwa natoa mimi pesa, inarejeaje, kwa namna gani, na inaondoshaje ufakiri? Hili amelisema Mtume sallallahu alayhi wasallama, ambaye wama yantiqu anil hawa, hatamki na kuweza kuzungumza tu lolote kwa matamanio yake, in huwa illa wahyun yuha. Anatuambia alayhi salatu wasalam kupitia hadithi ambayo imekuja kusimuliwa na kupokelewa na sahaba Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, tabi'u bayna al-hajj wal-umrah fa innahuma yanfiyani al-faqr wadh-dhunub. Al-hadith, hadithi ambayo imepokewa na Ibn Mas'ud Allah radhi naye, amesema kwamba hakika ya Mtume sallallahu amesema, tabi'ul hajj, fuatisheni ibada ya hija, ifuatisheni ibada ya hija, wal umrata, na ibada ya umra. Ibada mbili hizi ziwe zenye kutendeka muda baada ya muda bila kucheleweshwa, kwamba kufanya hivyo Mtume sallallahu anasema fa innahuma, kwani hakika ibada mbili hizo zinapokuwa zinafanywa kila wakati, kila baada ya kipindi, yanfiani alfaqra, zinaondosha ufakiri, umaskini. Kwa hiyo mtu anakuwa anaondokwa na umaskini wa adhunub, lakini pia inakuwa ni sababu ya kufutiwa madhambi yake. Na subhanallah, katika hili kwa tajruba na experience
tunaona kwamba wapo wengi katika watu alhamdulillah wamefanya ibada za hija na umra katika mara tofauti tofauti, na hatimaye kadri wanapokuwa wanazifanya ibada hizi na kuitikia wito wa Allah tabaraka wa taala, basi Allah anafungulia zaidi. Wako wengi katika wale ambao kwamba tumebahatika kuwa nao katika ibada za hija na ibada za umra, wamelithibitisha hili bilisanihim, kwa ndimi zao, kwamba kweli mafanikio ameyapata makubwa. Allah amewafungulia, Allah amewabariki katika vipato vyao. Na hii ni kuonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alichokisema na kukizungumza ni cha kweli, ni cha sawa. Kwa ndugu zangu katika imani, huu ni wito ambao amekuja nao kiongozi wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunapaswa kufanyia kazi. Lakini maal asaf, leo utakutia baadhi ya watu wana uwezo wa kutekeleza ibada hiyo ya haj au umra, subhanallah, lakini wanaangalia kwamba mimi nitatoaje pesa yangu kiasi kadha kadha, halafu niondoke katika sehemu ambayo naishi, niache mambo yangu yatakuwa yamesimama. Lakini unapofanya hivyo ndugu zangu katika imani kwa ajili ya kuitekeleza ibada ya hija, inakuwa ni sababu ya kwamba wewe Allah anakufungulia kwa namna ambayo kwamba wewe hutarajii. Yarzuqullah, Allah atakuruzuku bighairi ma tahtasib, bila ya wewe kutarajia kwamba Allah atakuruzuku kwa aina gani. Katika fadhila nyingine ya hija, min fadhail alhajj annahu idha kana mabruran falaysa lahu thawaban au jazaan illa aljanna. Miongoni mwa ubora na utukufu wa ibada ya hija, imekuja katika athar na katika hadithi sahihi kwamba hakuna malipo yoyote ambayo yanaweza kulingana na ujira wa yule ambaye atafanya ibada iliyokuwa ya hija iliyokubalika, iliyokidhi masharti na vigezo, isipokuwa malipo yake itakuwa ni pepo. وقد قال عنه عليه الصلاة والسلام, Mtume sallallahu amekuja kulizungumzia hili aliposema, alhajj alumratu ila alumrah kaffaratun lima bainahuma walhajj mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna. Mtume sallallahu anasema al-umratu, hii ibada ya umra, hii ibada ya umra ambayo watu wanakwenda kuitekeleza ila al-umra, itakapofatanishwa na kuweza kutanguliwa mbele yake na ibada nyingine ya umra, yani baina ya kufanya umra halafu ukaja ukafanya tena umra nyingine katika muda huu na katika sehemu hii, kafaratun. Mtume sallallahu anasema kwamba hapa itakuwa kuna kitu ambacho ni chenye kutoa kafara, chenye kufuta. Kafaratun ni chenye kufuta lima bainahuma, yale yaliyokuwa baina ya ibada ya umra ya mwanzo na ibada ya umra ya pili, ndani ya matendo ambayo aliyofanya mja miongoni mwa matendo mbalimbali aliyomkosea Mola wake. Basi atakapofanya hivyo katika muda ule, Allah jalla jalalu anamfutia madhambi baina ya umra iliyopita na umra nyingine. Kwa hiyo inabakia pale pale kwamba sisi tunapaswa kuweza kuzitekeleza ibada hizi tukufu kila mara pale Allah atakapokuwa ametujalia uwezo, bila kuangalia kwamba utakuwa ni mwenye kupoteza kiwango gani. Kwa hiyo kafaratun lima bainahuma, Mtume sallallahu anasema ni kifutio kinachofuta baina ya ibada mbili hizo, ibada ya umra iliyopita na umra nyingine. Wal hajjul mabrur, na ibada ya hija ambayo imekidhi masharti na ikawa ni sahihi, laysa lahu jazaa'un illa aljanna. Basi ibada hii hakuna malipo mengine yoyote ambayo Allah jalla jalaluhu ameiandalia ibada hiyo illa aljanna, isipokuwa malipo yake ni pepo. Taban
sote waislamu ambao tunafanya ibada mbalimbali, lengo na madhumuni ni kuweza kupata rehema ya Allah na kuingia peponi. Sasa miongoni mwa zile ambazo Mtume sallallahu alizoziweka wazi katika ibada kwamba mtu atakapozifanya ibada hizo na zikawa zimekidhi vile vigezo, basi huyu malipo yake hakuna isipokuwa ni pepo. Mojawapo ni ibada ya hija pamoja na ibada nyinginezo ambazo zimekuja kuashiriwa katika hili. Limekuja katika hadithi ya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'u illa aljanna. Hii ni katika riwaya nyingine. Mtume sallallahu anasema kwamba na hija yenye kutimiza vigezo na masharti, hija hiyo haitokuwa na malipo yoyote kwa muhusika wake isipokuwa malipo yake itakuwa ni pepo. Kwa hiyo hii ni katika fadhila, miongoni mwa fadhila za ibada tukufu ya hija. Miongoni mwa fadhila nyingine, hii itakuwa ni fadhila namba 5. Min fadhail al-hajj aidan annahu yahdimu ma kana qablahu. Kwamba ibada ya hija, ubora wake na utukufu wake, Allah jalla jalaluhu ameweka kwamba ni kifutio cha yale ambayo yaliyopita yote katika madhambi, katika maasiya, katika matendo yaliyokuwa yamefanywa na mja miongoni mwa matendo yenye kumuasi yeye jalla jalaluhu. Kwa hiyo yahdum ma kana qablahu, ibada ya hija inapokuwa imefanywa vile pasavyo, inakuja kuvunja na kuondosha na kufuta yale yote yaliyopita kabla yake. Hata kama mtu alikuwa amefanya mambo makubwa ya aina gani, lakini kwa vile alifanya ibada ya hija kwa utaratibu maalumu ambao tumefuzwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, basi mtu huyo atakuwa Allah jalla jalalu anamfutia madhambi yake na makosa yake aliyoyafanya huko nyuma. Na ushahidi wa hili imekuja katika hadith ya sahaba huyu Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, kwamba masahaba wanasema kwamba hadarana Amr ibn al-As radhiyallahu anhu wa huwa fi siyaqati al-maut. فبكى طويلا وقال لما جعل الله الإسلام في قلبي، أي لما هداه الله إلى الإسلام أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فأبايعك يا رسول الله، فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه أردت أن أشترط عندي شرطا يا رسول الله قبل أن أبايعك على الإسلام. قال تشترط بماذا؟ قلت أن يغفر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. hadithi hii ambayo imekuja anasema kwamba hadarana Amr ibn al-As, anasimulia sahaba kwamba tulihudhuria katika kipindi na muda ambao kwamba Amr ibn al-As huyu Allah radhi naye alipokuwa katika hali ya kukaribia kufa, akiwa anakaribia kuondoka duniani. Fabaka tawilan,
Basi wanasema masahaba kwamba akawa analia kwa wingi yule Amr ibn al-As akiwa katika hali hiyo ya shiddatu maradhihi, akawa analia. Waqal, na akasema au akawa anasema huyo Amr ibn al-As na kuelezea kile kinachompelekea yeye kwa nini analia. Lamma ja'ala Allahu al-islam fi qalbi, anasema Amr ibn al-As, pale Allah aliponipa mimi taufiki ya kuingia katika moyo wangu dini ya Uislamu, kwa maana kukubali Uislamu na nikaingia kwenye Uislamu na kuniongoza katika njia iliyokuwa sawa ya Uislamu. Ataitu nabii sallallahu alayhi wasallam, mimi nilikwenda moja kwa moja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, na nilipofika nikamwambia alayhi salatu wassalam, absitu yaminaka ya Rasulullah, na kuomba unyooshe mkono wako, fal ubayi'ak, ili nipate kukuunga mkono ya Rasulullah kwa kile unachokisimamia na kukitekeleza na kukifikilisha kilichokuwa cha haki, kwamba mimi niko tayari kuslimu na kukusikiliza wewe ya Rasulullah na kukutii. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallama akamuuliza, bimadha tashtaritu, kwa nini unafanya hivyo au unaweka sharti hilo wakati tayari wewe umekusudia na kuingia katika dini ya Uislamu? Qultu, anasema Amr ibn al-As, nikasema mimi kumjibu alayhi salatu wassalam, nafanya hivyo ya Rasulullah kutaka mimi kukuunga mkono wewe kwa unalolifanya, niamini kwamba wewe ni mtume wa haki, naeka kama ni sharti kwangu mimi, sharti ambalo hili ayyughfara li, kwamba mimi nitakukuunga mkono ya Rasulullah. Lakini je, kwa yale niliyoyafanya na kuyatanguliza mimi fi asri al-jahiliya wa asri ad-dalala, katika kipindi kile kilichokuwa cha ujinga na kipindi kilichokuwa cha upotevu, je, mimi nitasamehewa madhambi niliyoyafanya ya Rasulullah? Mtume sallama akamwambia, ama alimta, hivi haufahamu wewe, haujui wewe wewe Amro, hivi hujui kwamba anna al-islam, hakika ya dini ya Uislamu, yahdi ma kana qablahu, ni dini ambayo mtu anapokuwa anatubia na kurejea kwa Mola wake, basi yanakuwa yanafutwa yale yote ambayo aliyafanya kabla ya kuingia katika Uislamu au kabla ya kutubia. Kwa hiyo Uislamu unapokuwa unatubia au unapoingia katika dini ya Uislamu, yanakuja kufuta na kuondosha yale yote ambayo yaliyotangulia uliyofanya, hata kama itakuwa ni mazito ya aina gani. Subhanallah. Ad-dinul Islam wa ad-dinu ar-rahma, dini ya Uislamu ni dini iliyokuwa ya huruma. Vyovyote mja atakavyokuwa anamkosea Mola wake jalla jalalu, basi Allah yuko naye pale atakapokuwa tayari kurejea kwake yeye. Kwa Mtume sallallahu alayhi akaendelea kumwambia Amr ibn al-As kwamba Uislamu unapokuwa mtu ameslimu au kutubia kwa yale ambayo aliyafanya huko nyuma, yanakuwa yote yale yanakuwa ni yenye kufutwa. Na sifa ya Allah jalla jalalu, yaghfiru dhunuba jami'a, madhambi yote, maadamu mtu atakuwa tayari kutubia katika toba iliyokuwa ni ya sahihi. Akaendelea alayhi salatu wassalam akamwambia, wa anna alhijrata, na kwamba hii mtu kuhama, Muislamu kuhama kutoka katika nchi zokuwa labda pengine ni za kikafiri au nchi au maeneo ambayo kwamba hawezi kuitekeleza na kuisimamia dini yake ipasavyo, akahama kwa ajili ya Allah na kuelekea katika sehemu nyingine, basi jambo hili asema kwamba tahdimu ma kana qablaha, ujira wake mtu anapokuwa anaondoka sehemu akahama kwa ajili ya Allah kuelekea sehemu nyingine, ili lengo na madhumuni aweze kuzionyesha na kuzileta zile shiarul Islam, basi Mtume sallallahu anasema kwamba jambo hili pia linafuta yale yaliyokuwa yamepita kwa mja huyo kabla ya kufanya kwake hijra. Na mwisho Mtume sallallahu akamalizia akasema, wa anna alhajja yahdi ma kana qablahu,
na kwamba ibada ya hija pia vile vile itakapokuwa imezingatia ndani yake vigezo na masharti kwa muhusika wake, basi ibada hii haina sababu isipokuwa inafuta yale yote yaliyopita, hata kama yalikuwa ya aina gani, kwa sababu ndani yake kuna kuwa na aina ya toba. Ndani yake kuna ile hali ya mja kuweza kumnyenyekea Mola wake na kutubia na kulia, lakini pia kuweza kujuta na yale yote aliyofanya katika maasi. Kwa hiyo wa anna alhajja, na kwamba hakika ibada ya hija pia vile vile yahdimu ma kana qablahu, inakuja kufuta na kuondosha na pia vile vile kuyatupia mbali yale ambayo aliyafanya mja kabla ya hapo. Ndugu Muislamu, kwa hakika hizi ni katika baadhi ya fadhila za hija, za ibada tukufu ya hija, na zipo nyingi ambazo kwamba wanazuoni wamekuja kuzielezea, lakini insha Allah sisi tutatosheka na hizi chache ambazo zimekuja kuelezewa katika vitabu mbalimbali na kuonyesha umuhimu wake. Na kwa maana hiyo sisi insha Allah kinachopaswa kwetu sisi ni kuweza kuyafanyia kazi haya na kuweza kupata ule ujira uliokuwa kamili. Inshallah tutafikia hapa katika darasa yetu ya leo. Tutakuja kuondokea katika darasa inayofuatia biidhnillah pale itakapofika muda wake. Hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.